Bwana. Haleluya. Wakazi wa Mtwara, tunazo habari njema mchana wa leo. Ukiendelea na kazi zako, Yesu ametuleta kwa ajili yako katika mji huu. Unaposikia sauti hii, ninaomba tu niazime sikio lako kwa dakika chache, na nitakuwa nina ujumbe mfupi ambao utayajenga maisha yako. Ninaomba nisome kitabu kile cha Ufunuo sura yake ya 21 na ule mstari wake wa 8. Kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 8 sema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote sehemu yao katika ziwa la moto, na huko ndiko itakuwako mauti yao ya pili. Mchana leo Yesu libariki neno hili, wanaosikia waweze kuelewa katika jina la Yesu. Ni wakati ambao mtumishi wa Mungu Yohana pewa mafunuo ya kwamba kuna mji wa milele wa mbinguni ambao watakatifu wameandaliwa, lakini pia kuna mji ambao sio wa milele katika uzuri, bali ni wa milele katika ubaya, ambako ni jehanamu ya milele. Lakini mtumishi wa Mungu Yohana akasema, bali wale wasioamini injili ya kweli, wale wasioamini injili ya toba, wale wasiomwamini Yesu Kristo, sehemu yao ni katika ziwa la moto. Lakini wale wachawi wote na waongo wote na wazinzi wote na wasengenyaji wote, waliotoa talaka katika ndoa zao wote, wale walioacha wake zao wakatelekeza vijijini wakahamia mjini wakaoa tena, sehemu yao ni katika ziwa la moto. Huko kutakuwa na kilio na kusaga meno, lakini ashukuriwe Yesu Kristo, ametutuma tukutahadharishe kabla hujaingia kwenye ziwa la moto. Bado iko nafasi ya kutubu, bado uko mlango wa neema, bado iko nafasi ya kutengeneza maisha yako, bado iko nafasi ndogo sana ambayo imeachiliwa mchana leo. Unaposikia sauti hii, mtu wa Mtwara, ni wakati wa kutubu na kumrudia Yesu Kristo. Ni wakati wa kutubu na kumrudia Bwana Yesu Kristo. Ni wakati wa toba na uamsho wa taifa la Tanzania. Ni wakati wa toba na uamsho wa Afrika na dunia yote. Ni wakati wa maandalizi ya Yesu Kristo. Uko mlango ambao umetoa mwanadamu. Yesu Kristo anarudi tena. Natangaza juu ya mji wa Mtwara ya kwamba itakuwa ni ishara ya kwamba injili imehubiriwa kila mahali. Unaposikia sauti hii, ni sauti ya wito wa kutubu na kumrudia Bwana. Una dhambi nyingi ndio, lakini damu ya Yesu ilipokuja kukutakasa. Tumetoka Dar es Salaam, tukapita Pwani, tukapita Lindi, tukasema tutaiacha na Mtwara. Tumefika kwa ajili ya habari njema. Tubuni, mrejee, mwache dhambi zenu ili mweze kupata neema ya kuingia kwenye mji wa uzima wa milele. Yohana akasema mji ule wa kuzimu unatisha, maana moto ndio kitu utakachokalia, maana moto ndio maji utakayokunywa, maana moto ndio mavazi utakayovaa. Leo unavaa mavazi mazuri, lakini bado unafanya uzinzi. Siku hiyo mavazi hayo utazikwa, yatabaki, na siku hiyo utajikuta na mavazi ya moto. Utakuwa unatamani kuyaondoa kwenye mwili wako, lakini atakung'ang'ania kwa sababu ulishikilia sana. Nisikilize, Mungu hamhukumu mwanadamu, bali Mungu anaihukumu dhambi iliyoko ndani ya mwanadamu. Na kwa sababu anahukumu dhambi iliyoko ndani ya mwanadamu, na mwanadamu anajikuta kwenye hukumu. Kama ambavyo huwezi ukachoma nyumba na vitu vilivyomo ndani yake visichomeke, manake Mungu akiwa anazibu dhambi iliyokuwa ndani ya mwanadamu, na mwanadamu atakuwa anateketea. Heri mchana wa leo, tubuni mweze kupata ondoleo la dhambi, tubuni mweze kusamehewa. Yesu Kristo ni Bwana, anawaita tena watu wa Mtwara, tubuni, tubuni mpate ondoleo la dhambi, tubuni mpate kusamehewa, tubuni mpate kurehemiwa. Mchana wa leo ni sauti ya Kristo inatumika kupitia kinywa changu kukuita ili uweze kutubu na kusamehewa.
Ni wakati wa neema ya mwisho kabisa, ni nyakati za neema ya mwisho kabisa. Unaenda kanisani ila una uhakika na umilele. Ni wakati wa kutubu na kutengeneza. Unaenda kanisani lakini bado unavuta sigara, bado unanyoa panki. Kijana binti, unaenda kanisani umevaa suruali, hauna mbingu takatifu utakayoingia. Unaenda kanisani mama, umevaa wigi, hakuna mbingu utakayoingia. Unaenda kanisani lakini uliacha mke wako wa kwanza, ukoo wa pili, hakuna mbingu utakayoingia. Unaenda kanisani vizuri lakini umeolewa kwenye ndoa za mitala, hakuna mbingu utakayoingia. Maana mbingu ya utakatifu, Mungu alimuumba Adamu moja, akamuumba na Hawa moja, wala kumuumba Hawa wawe 10. Hapana, huu ni uongo wa Shetani na ni uongo wa dini na ni uongo wa watu wenye tamaa za uzinzi. Wewe umeumba mtu mmoja, unataka wanawake 10. Unawezaje kuwamiliki? Nataka nikwambie, tubuni, Yesu anarudi. Ni wakati wa kutubu, wakazi wa Mtwara. Yesu anawaita mweze kutubu, iepuke ghadhabu ya ziwa la moto. Leo ninaongea kama hadithi, kama story ya kwamba liko ziwa la moto, lakini nataka nikwambie, endapo utakosa mbingu, huwezi ukakosa ziwa la moto. Endapo utaikosa mbingu, huwezi ukaikosa jehanamu ya moto. Ili mchana leo uweze kumrudia Bwana Yesu, upate ondoleo la dhambi, ili uweze kupata neema ya kuingia kwenye nchi wa uzima wa milele. Tubuni, Yesu anawaita. Tubuni, Yesu anawaita. Ninafika mwisho kabisa, muda wetu hautoshi. Natamani nikuage kwa maneno haya. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako, mtu wa Mtwara. Yesu alikufia msalabani ili uweze kuokolewa. Yesu alikufia kwa sababu hii Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee ili kila mwamini asipotee. Kazi yako ni kumwamini Yesu Kristo. Mchana leo mwamini Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Mwamini tu Yesu. Una dini yako ndio, lakini bado unalogwa na wachawi kwa sababu dini yako haijakusaidia. Mwamini Yesu Kristo. Tulio ndani ya Yesu tuna amani na uzima, tuna furaha sana. Mwamini Yesu siku ya leo, utapata ondoleo la dhambi. Popote ulipo unataka kumwamini Yesu, ninaomba utanifuatisha maneno haya. Na wewe ambaye unafuatilia kwa njia ya mtandao, popote ulipo katika nchi ya Tanzania na mataifa mengine, ninaomba utafuatisha maneno haya. Nasikia injili hii, natamani kumpa Yesu maisha yako. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba huruma zako zije juu yangu siku ya leo. Ninaomba damu yako inisafishe maovu yangu yote, na jina langu uliandika kwenye kitabu cha uzima wa milele. Amen.